wabarakatuh. Na kumshana neno moja leo. Mwanadamu ni mtu ambao wa mabadiliko. Ndio alivyoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anabadilika kutoka katika kila hali, kutoka katika hali ya mchanga mfano anapozaliwa mpaka katika hali ya utu uzima. Anakwenda mabadiliko mbalimbali. Ikiwa ni mabadiliko ya mwili wake kama tulivyoona hayo, na vile vile kuna mabadiliko ya kitabia. Na haya mabadiliko ya kitabia mtu anaweza akaongeza tabia na kutoa tabia. Kwa maana kuna tabia nyingine mtu anaweza akajitengenezea mpya akawa nazo, na tabia nyingine mbaya akaziacha. Na ubaya ni kutoka katika tabia nzuri kwenda katika tabia mbaya. Lakini kutoka katika tabia nzuri kwenda kutoka tabia mbaya kwenda tabia nzuri, hilo ndilo linalotakiwa kwa mwanadamu. Sasa wengi tunakuwa bahati mbaya hatuongezi tabia njema, tunabaki pale pale kwa tabia ambazo ni mgando, mpaka tunaona zile tabia mbaya ni katika sehemu yetu sisi. Mfano labda mtu alozoea sigara, tabia kutozoea kuvuta sigara ni katika tabia. Kwa hivyo mtu anashindwa mwingine kuacha sigara, anaona kwamba yeye lazima avute sigara kwa hali yoyote. Hili ni jambo baya. Au uraibu mwingine wote ule mtu alikuwa ameozoea. Basi vile vile katika maasi, mtu akizoea maasi yakiwa ni tabia yake tayari yanatembea ndani ya mwili wake, kuacha inakuwa ni vigumu. Kwa maana tunatakiwa kila wakati kuondosha kuzuia tabia mbaya isije kaingia katika nafsi. Sasa na ubakhili vile vile. Alizoea ubakhili ni tabu baadaye kuja kuambia achane na ubakhili. Unakuwa ni sehemu yake. Sisi tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna mambo mengi sana tumejifunza. Tumejifunza ukarimu, tumejifunza kutoa, tumejifunza subira, tumejifunza mengi katika khairi. Na bado tunajifunza. Na tunajifunza haya yote ni yenye kujenga vile vile tabia nzuri. Sasa je, tujiulize, tumefaidika na zile tabia nzuri tumekuwa tunazo au imekuwa ni kitu cha kupita? Katika tabia moja mbaya ambayo hii pengine tunasema inaweza kawa ipo Zanzibar huko kwetu peke yake, katika ulimwengu mwingine au katika nchi nyingine za Kiislamu si aghlabu kuikuta tabia hii. Nayo ni tabia ile ya kukamuana kibei ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kukamuana kibei, hii ni katika tabia, na ishakuwa inaonekana kwamba ni sehemu ya watu, na hii ndio kitu kibaya. Wewe leo tafuta katika internet nchi za Kiislamu unazozitaka, alafu tazama masoko yako vipi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila masoko utakuta yameweka bei maalum, punguzo maalum tunasema kwa ajili ya mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Iko vyakula, iko nguo, zote. Ukienda hata nchi zingine pengine ziko mbali kabisa, Amerika huko wapi ambapo zina Waislamu, pengine zina Waislamu wachache, basi utakuta vile vile wanapunguzia Waislamu bei. Ukienda nchi za Arabuni zote au maduka mengine hata ya Ulaya lakini ambao wako Waislamu, basi bei vile vile ziko nini? Wanaweka bei takhfif, yani wanaweka senti maalum kwa ajili ya Ramadhani. Nchi zote za Arabuni na nchi nyingine Afrika Kusini wapi, takriban ulimwengu wote, ulimwengu wa Uislamu ndo kabisa, ndio mpaka inafika pahala katika nchi za Kiislamu nyingine ndio unakuwa mwezi wa Ramadhani ndio unapenda uende masokoni ukanunue vitu, kwa sababu unapata vitu vya nini? Bei, unapata bei hafifu. Lakini tabia hii haipo Zanzibar.
Haipo wapi? Haipo Zanzibar. Bahati mbaya. Waislamu wa Zanzibar hatujataka kubadilika katika tabia ya bei ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumetengeneza tabia mbaya na tunakwenda nayo mpaka watu inawaia ugumu saumu zao. Inawaia ugumu watu kufurahia saumu kwa kula vitu ambavyo nafsi inakuwa vinavitamani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila anachokwenda kukigusa muhimu anakuta bei iko juu. Mtu anaongeza tu bei. Ndizi ile kesho baada ya Ramadhani inauzwa bei hafifu. Kwa nini leo mwezi wa Ramadhani inauzwa bei ghali? Kwa nini maki? Kuna sababu gani? Na wanunuzi ni wale kabla mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini leo inaingia Ramadhani ndizi pande iuzwe bei rocket maana bei zake inavoruka? Why? Kwa nini? Kwa nini wewe hivyo maana? Wote inaelekea kwamba watu hatujataka kugeuka katika tabia zetu. Nguo vile vile watu wanaziweka kwa bei ya juu kabisa. Mtu anaweka nguo bwana Ramadhani apate kuzidisha bei. Jamaa tubadilike. Fanya biashara, wengine watu mbalimbali, watu wanaotoa huduma zote za watu yani tubadilikeni. Hii ni hatari. Dini yetu imetufundisha ukarimu, dini yetu imetufundisha huruma. Dini yetu inatufundisha kujali wengine. Dini yetu haitufundishi mtu kujiangalia wewe tu utakamua kiasi gani watu tu. Kwa hivyo tuwe kama wenzetu wa nchi nyingine za Kiislamu wanavyofanya. Tubadilike na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutarajie vile mapato faida kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutarajie faida ribhi kubwa ambayo ni thawabu. Na hakuna mtu yote ambaye anauza biashara akakosa. Lakini tunayo bado tabia, hatutaka kubadilika tabia zetu, na tunakwenda katika uchoyo, na tunakwenda katika ubakhili, tunakwenda katika ubinafsi, na tukizoea huko katika hayo kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa wewe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna ibada za kujalia wewe upate thawabu, unapate daraja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa umedharau, umeka tamaa, utafaidika wakati gani mwingine? Kwa haya inshallah ndio machache tunataka kwa kukumbusha kwa leo. Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe nyoyo zenye huruma, nyoyo zenye mapenzi kwa wenzetu, na nyoyo za kuona wale ambao wana shida tukaweza kuwasaidia, nyoyo za kuweza kuingiza furaha kwa Waislamu wengine. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa jazakumullahu khair.